wasikilizaji wote wanakuambia bwana hizo kazi mlifanyaje mpaka sasa hivi tukizisikiliza bado tunataka tusikilize au tuendelee kusikiliza. So that is an achievement. Yeah. Baby Girl ni kati ya nyimbo ambazo ni kati ya wimbo ambao umekutambulisha kwa uzuri kabisa. Lakini kulikuwa na version 2. Ndio. Ipi unaipenda zaidi? Sina. Sina kwamba naipenda hii ama ile. Kwa sababu the original version ilikuwa one of the biggest songs, yani hapa ukiangalia East Africa. Kwamba ilipotoka tu iliingia straight away namba 7 kwenye countdown. That time kipindi hicho ilikuwa ndio countdown ya mjini. Na ukiingia pale top 10 ilikuwa ukiingia tu. Yani wewe umefanya makubwa. Baby Girl akafika. Kaingia, yani ilikuwa iliingia namba 7 straight. So wiki ya pili kaenda namba 3. Yani ile umetoka tu kaenda namba 7. Exactly. Sasa na hiyo ilikuwa ni version ya kwanza. Na ile version ya kwanza ndio ili control ile top 10. Okay. Imekaa pale, imekaa. Alafu ndio tunakuja kuintroduce Bambata version ambayo ndio mnayojua sasa hivi. So kwa hiyo version zote nazipenda, nikizisikiliza zote nazipenda. So siwezi kusema hii ndio bora kwa sababu hapa kwa hivi hiki ukisikia hapa beat na kita na uko unakaa lakini hapa kwa hakuna hiki kitu hii ina sound vizuri. Kwa hiyo zote kwangu siwezi kuchagua kwamba ipi nzuri ipi sio. Sawa. Lakini wimbo una uhalisia maishani mwako? Hapana. Hauna uhalisia. Mara nyingi mimi naangalia kila ambacho kinaendelea. Alafu naandika kulingana na ninachokiona au najifeel vipi. So kwa hiyo kama sisi wasanii tunatakiwa ku represent vitu vinavyoendelea katika maisha ya watu. Leo kuna bebi wako kakuzingua, mimi nikana wewe ukaniambia jamani jamaa kanizingua akanifanyia hivi sije nini. Sasa mimi napokuja nikae studio, at the end of the day nikisikiza story ya kwako, nikisikiza story ya mwingine, nikisikiza ya DJ Bike ya nani, nikikaa hapo mimi sasa ninapokaa nimeshika wimbo labda nimeanza just a few chords nikasikiza nimbe kitu gani. If it's a heartbreak, yani kama wimbo ambao wa kuvunjwa moyo, inabidi sasa nisikilize stories ambazo nimeshasikiliza ama watu wanapitia yapi. Sasa inabidi mimi nijiweke kwenye uvahusika huyo mtu wa hao watu tofauti ambao najua nikishamaliza mtu mwingine atarelate. Ukienda ukisikiliza Baby Girl, ukisikiliza hata hizi nyimbo za baadaye Wange, usikilize Mapenzi Sumu, nyimbo zote ambazo nimefanya ni kwamba nafanya kitu ambacho either nitakuwa labda nimekipitia kidogo, lakini hata kama naongelea kuongelea kuhusu mimi sikifanyi personal sana. Kwa sababu unapoiweka very personal wengine hawatorelate. Labda wawe wamepitia yale ambayo nimepitia. Kwa hiyo nahakikisha mtu yeyote anaweza akajihusianisha na huo wimbo kabisa. Na si wewe tu. Na sio mimi tu. So kwa hiyo ndio maana naangalia sana kinachoendelea kwenye environment, yani mazingira ambapo nilipo naangalia na pay attention. Ndio maana huwa napenda sana kuongea na watu. Mimi ni mtu ambaye niko easy sana kuchat naye. Utanikuta tu sehemu kama hiyo energy iko poa, tutakaa tutaongea hadi masaa mangapi kama sina la kufanya. Kama nina haraka nitakwambia naondoka, lakini ile inanifanya nifanye nini? Nijue watu. Ndio. Tayari nimekuona umeshazungumza na baadhi ya watu hapa studio. Personal level. Wengine tunafahamiana. Ndio maana imekuwa rahisi. Wengine tunafahamiana kwa muda mrefu sana ndio maana. Lakini mimi ndio nilivyo kwamba nakaa na watu tunaongea, najifunza. Na wewe unaweza kujifunza moja mawili kutoka kwangu. Exactly. Lakini mimi naongea na watu kwa kujifunza mara nyingi. Hata wasanii ambao ni chipukizi naongea nao kwa kujifunza. Mtu anasema unajifunza nini kwa wasanii chipukizi wewe wakati wewe ni mtu ambaye umeshatoka ni msanii mkubwa? Tunasahau kwamba ukisahau kule ulipotoka then hauna ile hautokuwa grounded tena. So kwa hiyo mimi wananikumbusha nilikotokea. So kwa hiyo inanikumbusha kuwa humble. FM